Tukuzwe Bwana Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza. Tunalitukuza na kulishukuru jina lake Yesu wa Nazareti aliye hai. Habari tena za wakati huu na siku hii na saa hii. Karibu sana, tuendelee kumtukuza Bwana. Na niendelee kutupa taarifa kwamba bado sijakamilisha kuweka mambo vizuri kwa kazi hii kulingana na vile ambavyo vyombo vya kufanyia kazi viliibiwa. Basi ujue vyombo vikiibiwa kuna vitu vingine vinavurugika hapo. Lakini tuendelee kuombeana na bado itarejea vizuri kwa wakati kama ilivyokuwa inaenda kwa wakati. YouTube, pia TikTok, pia Facebook na zingine. Mungu akubariki, endelea kuniombea. Naomba kwa ajili ya neno sasa la Mungu sahihi tunapenda kulisikia. Baba yangu, Mungu wangu, katika jina la Yesu, asante kwa pendo lako na kwa uweza wako ambao ni mkuu sana katika maisha yetu. Ninaomba fadhili zako na rehema zako ziendelee kwa pamoja nasi, na endelea kuponya vijana, endelea kugusa vijana, waendelee kujazwa neno lako na utakatifu na kuponywa kutoka katika kila mitego na uharibifu wa dunia. Katika jina la Yesu, wagonjwa wenye shida na taabu naomba wakaponywe, wakainuliwe. Bwana, wape neema yako. Funulia na angazia neema na nuru na uweza wako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako Yesu Kristo. Amen. Karibu tupate neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Daniel sura ya pili. Nitaanzia mstari wa 46. Daniel 2 nitaanzia mstari wa 46. Nitaenda mpaka ule wa 49. Neno la Mungu linasema, ndipo Nebukadreza mfalme akaanguka kifudifudi akamsujudia Daniel. Akaanguka kifudifudi akamsujudia Daniel. Akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Daniel, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kunifumbua siri hii. Wewe uliweza kunifumbua siri hii. Mstari wa 48. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadrach na Meshach na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Daniel alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Amina. Ujumbe huu hapo ni kwamba mgoje Mungu wako naye atajibu. Hakika tunapomgoja Mungu, Mungu anakuja anajibu. Na waliokuonea, waliokupuuza, waliokuponda watafika mahali watasema, hakika Mungu wa huyu mtu ndiye Mungu, ndiye Bwana, ndiye wa kusujudiwa, ndiye wa kuabudiwa. Nebukadreza mfalme, huyu ni mfalme, anafika mahali anamsujudia mtu ambaye ni wa kiwango cha chini. Huyu ni mtawala katika ufalme, tuseme ni rais. Akafika mahali akamsujudia Daniel, akatoa amri, anamsujudia tena anatoa amri. Ndipo Nebukadreza mfalme akaanguka kifudifudi, kifudifudi, akamsujudia Daniel, akatoa amri wamtolee sadaka na uvumba. Akasema, Mungu wa Daniel hakika ndiye Mungu, tena ni Mungu wa miungu, ni Mungu wa miungu. Huyu ni mfalme, anafika mahali anaona alichokitegemea cha miungu na hekima na utajiri na ufalme na kiburi na jeuri na ukuu na vitu vyote, si lolote, si chochote tena. Aliyekuwa amemdharau na kumpuuza, ambaye alikuwa haoni kama ni kitu, alikuwa yuko kwenye hesabu, wala alikuwa anamwona kama kitu cha kawaida sana. Anafika mahali sasa anasema, hakika Mungu wa huyu, Mungu wa hawa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego,
Oh, Mungu wao ndiye Mungu. Acha waje wafike mahali waseme Mungu wako ndiye Mungu wa kusujudiwa, wamsujudie pamoja na wewe. Acha waje wamuone Mungu wako, waseme ndiye Bwana, ndiye mfalme, na waseme kwamba sadaka na dhabihu na shukurani zitolewe kwa Mungu wako. Sasa unayemwabudu Yesu wako, Yesu wako, Yesu wako. Ije ifike saa watasema katika jina la Yesu, mapigano, mapambano tunayokutana nayo, kudharauliwa kwa kanisa, kukanyagwa kwa kanisa na mengine yote na kuminywa, vyote vinavyoendelea, iko saa inakuja ambayo watasema hakika Mungu wa huyu ndiye Bwana. Watu wamsujudie, wamtolee sadaka, wamtukuze. Mfalme akajibu akasema, hakika Mungu wa Daniel, hakika Mungu wa Danieli ndiye Mungu, tena ni Mungu wa miungu. Akamsujudia. Fikiria, unapigiwa magoti na rais wa nchi, wafalme wa dunia sikieni, watawala wa kisiasa sikieni, wote wa ngazi za juu na za chini sikia. Mwatii na mheshimu watumishi wa Bwana, wanaomtumikia watumishi makuhani wa Bwana, mtetemeke hasa kwa sababu wamembeba Mungu ambaye hiyo serikali au utawala mlionao yeye ndio mmiliki na ndiye yuko top. Uwe kiongozi wa juu, ni mfalme, ona kwamba huyo mfalme alifika mahali akamsujudia mwananchi wake na akasema na sadaka zitolewe, na akasema huyu ndiye Mungu wa kweli. Wewe ni nani leo hata usikubali hata uinuke na kufanya unayotaka kufanya juu ya kanisa, juu ya watumishi wa Mungu aliye hai? Kwa hiyo sikiliza, wewe unayemwamini Yesu, wakutese wakukanyage, tulia, saa inakuja watasema Mungu wa huyu mpendwa, Mungu wa huyu mchungaji, Mungu wa huyu mwinjilisti, Mungu wa huyu mtoto kijana, huyu Mungu Yesu wa huyu mtu ndiye wa kuabudiwa na kutolewa sadaka. Ifike saa sasa wa wewe uliyepondwa na kuonewa na kutishiwa na vyote waseme tunainua mikono yetu juu, Mungu wake ni Mungu wa kweli, na watu wote wamtukuze, wamwabudu. Basi mfalme akamtukuza Daniel, akampa na zawadi kubwa nyingi, akampa na zawadi, akampa na cheo, akamweka kwenye nafasi. Hata sisi, hata wewe, iko saa ya kuwekwa kwenye nafasi, iko saa ya kuinuliwa. Vitisho vinavyoendelea, majaribu na dhoruba na kila kimoja, iko saa Bwana kuja anasema hapana, Mungu wa huyu ndiye Mungu hakika, Bwana wake ndiye Mwokozi. Mungu alibariki neno lake kwako, endelea kumwamini, kumkimbilia, tukuze Yesu. Na iko sawa anakuja waseme Mungu wako ni Mungu wa kusujudiwa. Watakubaliana na wewe, watafuatana na wewe, penda wasipende. Amina. Baba, asante kwa neno lako, kwa kuwa wewe ni Mungu tena ni Bwana wa mabwana. Na ifike saa Bwana, walioonewa, watumishi wako, makuhani wako, wakuaminio, waliopondwa na kukanyagwa, sasa Bwana wape utulivu na ulinzi. Na wale watesi, wawe wa aina yoyote, wa juu wa chini, wafike sehemu sasa waje waseme Yesu wetu ndiwe Bwana wa kusujudiwa, kuabudiwa, hakuna mwingine. Wakubali, watoe na sadaka, watoe na uvumba, watoe shukurani, wanyenyekee, wapige magoti, waseme Yesu ndiwe Bwana. Katika jina la Yesu, anayeteswa na chochote na lolote, sasa mwisho wa mateso unakwenda kufika. Bwana katukuzwe, kainuliwe, naye akaendelee